Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV za Sound of News. Unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV za Sound of News. Tunajielekeza huko Guinea Bissau, maana mapinduzi yameshika kasi. Mapinduzi yameshika kasi katika Afrika. Wanasema kuna demokrasia. Sijawahi kuona demokrasia Afrika. Wazungu wanatudanganya. Wenyewe wanafanya uchaguzi wao bila Waafrika kwenda kuhudhuria, na uchaguzi ambao sijui niseme nini, hauna kichwa na miguu. Wanakuambia ni demokrasia. Demokrasia. Unaona? Sasa Afrika hakuja kuwahi kuwa uchaguzi ambao unapita kwa uhuru na haki, iwe kwa upinzani, iwe kwa utawala. Ni hivyo. Hakuna uchaguzi ambao vyombo vya habari, mashirika ya kiraia, mashirika za ulimwenguni ziliwahi kutangaza kuna uchaguzi Afrika ambao ulipitika kwa uhuru na wa haki. Haujawahi kuwepo. Uchaguzi wote wanasema wameiba, wanasema ulikuwa na vurugu, wanasema mambo kibao. Sasa wanataka iweje? Kuna uchaguzi sasa hivi ulipitika Tanzania hapa. Rais Samia Suluhu Hassan amepita kwa kishindo kikubwa, takriban 97%. Kuna majirani ambao walilalamika. Hiyo siyo demokrasia. Demokrasia ni kupima mzani. Wanasahau kuna nchi ambayo yuko pembezoni imewahi kupita na 99.9%. Hawajawahi kusema lolote, na mpaka sasa ni rais ambaye hana mpinzani. Mpaka sasa ni rais ambaye inakuwa unapita kwa mgombea umoja wa urais. Ni mpaka sasa ni rais ambaye amejitekezea kwa kugombea kila awamu ijayo. Nikimaanisha nasema hivi, mnazijua hizo nchi. Ni pembezoni tu. Maandamano yalipitika Tanzania. Ile hatuwezi ita kama ni maandamano. Ilikuwa uporaji, ujambazi na unyang'anyi mali za umma. Mlikuwa mnataka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifanye nini? Kweli watu wamekufariki. Wamefariki kulingana na matendo yao ambayo walikuwa wanafanya. Ni nchi nyingi tu watu wanafariki, ila hatujaona bunge la Ulaya linapiga kura eti tufanye hivi. Sehemu nyingi tu vita vinapiganwa, hatujaona bunge la Ulaya linafanya tufanye hivi. Angalia Goma, takriban siku 3 zaidi ya watu 10,000 walikufa. Bukavu, takriban zaidi ya watu 20,000 walikufa, ila hamna lolote. Silence radio, silence communauté internationale. Nchi ambayo iko na amani, Tanzania, wanataka waivuruge ile iingie kwenye nchi ambazo zinamwanga damu. Tunatoa wito kwa vyombo vya habari vya kimataifa na ulimwenguni kwa ujumla. Kuweni imara. Ongeeni mambo mazuri na mambo mabaya ambayo yanapitikana nchini. Al Jazeera, BBC, France 24, TV5. Kuna maovu ambayo nchi zingine zinafanya, ila hamuyasemi. Ila ikiwa Afrika ndiyo mnasimama kidete kuja kuongea, sisi tuko hapa kwa kuongea mambo ambayo yaliyopitika kwa uwazi na uhuru na uwaki. Ndio maana Grand Lac TV inapaza sauti
Kuna vyombo vya habari ambayo vinaongwa pesa nyingi tu ili kwa kuchafua nchi zingine na kuacha nchi zingine. Sasa basi, hii lazima ifike mwisho. Hii lazima ifike mwisho. Vyombo vya habari ndio vinaleta uchonganishi na kutuma wananchi wanaanza kuuliwa ovyo ovyo. Wananchi wenyewe kwa wenyewe hawaelewani, kwa sababu vyombo vya habari vya kimataifa vinapewa pesa ili kwa kuchonganisha wananchi, kwa wananchi wapigane, nchi kwa nchi zigombane. Lakini ukiangalia kwenye nchi zao kuna matatizo chungu zima, kuna ufisadi chungu zima, ila hawausemi. Hii si nyingine, ni Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapa utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, the sound of news.